kila clan iko na mila na desturi vile, na sio ya mtu ati anakuja hapa useme ati huu sina mila na desturi. Harusi katika tamaduni zote duniani inachukuliwa kuwa desturi yenye ufanisi zaidi, inayoleta pamoja watu wawili na familia mbili tofauti. Kwa mfano, nchini Kenya, harusi ni tukio la jamii nzima badala ya kuwa la wanandoa pekee, kwa kuwa hujaa mila, desturi na sherehe za kupendeza. Lazima ukiolewa na Muluya kuwe na ugali kubwa na kuku mingi. Leo nimekuandalia harusi maarufu ya kitamaduni wa Kikuyu, Rurashio, nikizingatia msichana wa kutoka jamii ya Kikuyu na mwanaume wa jamii ya Baluya. Ilikuwa hatua muhimu ya kitamaduni baada ya Anne Njeri, mwanamke wa jamii ya Kikuyu kutoka kaunti ya Murang'a, kuolewa kitamaduni na Mulombi Anwar, mwanaume wa jamii ya Luya kutoka Kitale, katika kijiji kimoja Gatanga, eneo la Mlima Kenya. Na according to the African traditions, almost all are the same. Watoto wakipendana huwezi kuwazuia. Ndio posa hii familia ya Alex walikutana na Njeri na wakafikiria kuunganisha familia hizi mbili na jamii hizi mbili. Kama wazazi na wazee hatuwezi kataa. Safari yao ya mapenzi ilianza miaka 4 iliyopita mjini Embu na ilifikia kilele kwa sherehe ya ndoa ya kitamaduni wa Kikuyu itwayo Rurashio, ambapo jamii mbili tofauti za Kenya zilisherekea kuunganishwa kwao. Na nikang'ang'ana kama mwanaume mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, last year. Na leo ni mwaka wa 4. Sasa siku ya leo imetimia. It has been a journey, but God has been faithful to us. Rurashio ni desturi muhimu sana katika sherehe za harusi za Kikuyu, kama wanavyoeleza wazee wa jamii ya Kikuyu. Kama tuseme unaoa bibi katika jamii ya Kikuyu na mama yake hajaolewa, hakuna kwa clan, hauwezi kula chakula ya pesa ya urithi dawa ya msichana yako kabla hujaolewa. Kwa hivyo lazima tutafute bimu, tuende kwanza uolewe kule we mamake, alafu uolewe msichana. Na pia msichana, hata kama msichana ni watatu na wako na wasichana watatu, msichana wa kwanza lazima afugue kwanza, sababu hawakutoka tumbo pahali moja. Lazima kwanza afugue, na wa pili afugue jia, ndio watatu hii dawale yake iwe straight. Rurashio ni ile mahitaji yote inahitajikana kwa watu wawe in-laws. Hiyo ni bei ile msichana anatoka, ni nani anachukua, ni nini inapatiwanwa, hiyo yote ndio Rurashio. Jamii yetu, klani yetu ya familia ya Kamau, yani klani ya Muboi, babale ya Maligo, hiyo ndio sisi tunafanyaga, hatuna jingine, hatuna shortcut. Tamaduni hii hufanywa baada ya bwana harusi kutembelea rasmi familia ya msichana, akiwa pamoja na wazee kutoka upande wake, na kuweka paruwanja ni nini wanachokitaka. Akija si wamesikizana, huyu amemuona na mimi naye amemuona, si wamependana vile. Sasa Alex na Anne wamependana. Sasa kutoka hapo ndio akubalike kuja kwetu. Kuna ile utaratibu inaendaga ya kuja tuongee, tusikizane, ati ya kwamba alete mwati na halika. Hiyo sasa nikikuziezi utasema hiyo ndio sasa unataguliaga aje sasa
alete hiyo mwote na halika. From there tunajua sasa huyu akileta hiyo mali mwote na halika ako sawa, amekubali kuoa na amekubali kuwa mdhoniwa. Baada ya kufanya nia yao ijulikane, hatua inayofuata ni kuhandaithegi au kupeana tarehe ya kufanya harusi hiyo ya kitamaduni. Hapa familia ya bwana harusi inabidi kuleta zawadi kama ya mifugo, ikiwa ishara ya kujitolea kwao. Kisha inafuatwa na tamaduni ya kurashia au malipo ya mahari, ambayo ni sehemu ya maana sana ya mchakato huu wote, ambapo familia zote mbili hukutana na kujadili bei ya bibi harusi, ambayo daima huwasilishwa kwa fedha taslimu, pombe ya kitamaduni au mifugo. Sasa hapo sasa tunaanza rashio na mwambie kitu tunataka aanze kurashia. Sasa kurashia sasa aje sasa, kuna ile mahitaji inatakikana awe naye, kama ni gharama ya kupika gharama yoyote. Akija kwa usemeji sasa baka aye ajue atakuja namna gani. Mwote na halika ni sawa sawa, hiyo ndio kianzo ya mambo. From there alete ngoima mbili. Sasa ngoima ni iko senge na iko dume ya kondoo. Sasa hizo sasa zinatanguliaga na lazima isindikishwe na kakike moja, ile kawe kakike ya buzi ama kakike ya kondoo. Hiyo ni kumaanisha kwamba ni kike ataka kuzaa. Hata ikike sasa imebaki hapa saa hii itaenda kuzaa tena. Kuna ile muratina, hiyo pombe tangu zamani. Muratina ni pombe ya kienyeji, iko na miwa na iko na asali. Hizo vitu siko mara mingi sana. Sasa muratina sasa ni kitu ya maana sana kwa Mkikuyu wa kawaida, sababu hiyo nyuki inaenda kutoa asali bali sana, na ikitoa asali ile kuhonga iloa inatoa mbali sana. Ikija sasa inamsaidia kuleta masao kwa boma. Hii njia yote sasa Mkikuyu alikuwa na hiyo tabia, ni mambo ya kuzaa. Inalete mbegu, hii asali inaleta mbegu toka mbali, kama ni mahindi, cross pollination, sijui kama mnajua. Sasa kusalisha nyuki, hiyo ndio tena. Hiyo nimesema mambo ya nyuki. Mambo ya miwa iko stages. Stage ya miwa iko, unaona vile nakaga stage 1 2 kama gorofa miwa. Hiyo sasa ndio tunaendaka in life, iko stage hii 1 2 mpaka mwisho, na hii stages iko mapo. Kwa hivyo sasa miwa ni stages vile unaendaka unapitiaga kwa mambo bako namaliza. Hiyo ni miwa, nyuki nimemaliza. Tukija mambo ya muratina, sababu kuna ile kitu inaitwa muratina. Hiyo muratina iko jina sijui kujua na Kiswahili. Sisi tunaita Kilatina. Huyu mzee anajua. Lakini Kiswahili sijui. Hiyo muratina ile napikaga hii pombe ya kienyeji, hii muratina. Huwezi kwenda kukata muratina ndio upike naye pombe. Mpaka ijiangushe wapi? Hiyo ni kumaanisha kwamba mpaka izeeke, mpaka iwe jiangushe kutoka kwa mti huko juu, ijiangushe. Huwezi kwenda kukata mpaka uyokote wapi? Hii ni kumaanisha kwamba Ann na Eric watakezeka mpaka mwisho wa hiyo mwisho yao. Ni hapa ambapo familia bwana harusi inaombwa kutoa kulingana na kile ambacho familia ya mama bibi harusi ilitolewa wakati wa kufanya ndoa yake ya kitamaduni, ama ukipenda msichana ununuliwa jinsi ambavyo mama yake alinunuliwa. Sababu kama saa hii sasa mwote na halika, jamii wengi sikiza, jamii wengi hiyo mwote na halika, yani wanataka pesa.
Lakini sasa kama mimi nitoa mama yake mate na halika ikaenda huko ikiwa hai, mpaka ataleta ikiwa hai. Kama ni pesa ataleta kwa pesa. Sasa hiyo ndio sababu. Sasa kwa hii boma niliwauliza, akasema hapana, najua mimi ni babu yao, wengine wananiita baba yao. Sasa mate na halika walipeleka, hii kijana alipeleka kwa wadhoniwa ndio aoe mama ya Ann. Sasa nami sisi peleka pesa ni kinyume, sababu hiyo itakuja kunikula mimi, atakuja kukula hao wenyewe. Hata Ann mwenyewe ataadhibika kwa maisha yake. Lakini saa hii vile nimefuata vile mama yake alioleka huko. Mtoto ako na baba na babu na nyanya, si ndio? Hao watu wote ndio watakuja kuuza nani? Kwa hivyo hiyo mila ukiruka kamoja, ndio unaona saa zingine watu wanatravel sana India kufanya operation juu ya ugonjwa haioreki hapa Kenya. Unaambiwa rudi nyumbani. Ukienda nyumbani kama ni busi uliruka, ukitoa hiyo busi siku 7 siku 8 umeenda kwa shamba kulima. Si ndio? Kwa msichana wetu wa mila ya Kikuyu anaolewa kulingana na vile mama yake ameolewa. Hiyo ndio mila na desturi ya Wakikuyu. Na kama anavyoeleza Mutonyi Mukuna Kariuki, hakuna kitu kinachopaswa kuachwa nje au kusaulika, kwani ina hatari mbaya kwa wanandoa kama magonjwa yasiyojulikana. Sasa hiyo ni kitu tu mbaya sana. Huyo msichana kabla ya miezi 3 ama 4 atakuwa na ugonjwa haieleweki. Baada ya kukua na ugonjwa haieleweki, ni mzuri kwenda kwa hiyo bomba, ndio mkae chini na clan ya pande hii na pande hii, ndio muelewane. Mimi nataka msichana wenu, nataka kuoa kulingana na desturi za clan yenu. Ikiwa namna hiyo mkielewana, atakwambia ngojeni kidogo, iko pahali hatujafa. Lakini iko watu wengine hawajali, wanataka kuweka watoto wao kwa lete mali mimi kule. Hata yeye akikula kwanza inakula mara 3. Wewe mwenye kuleta mali, mwenye kuletewa na mwenye kuolewa. Sasa kwa hivyo umelete shida, ugonjwa haieleweki kwa boma. Baadaye muungano rasmi wa wanandoa hao unaadhimishwa na familia ya bwana harusi kukutana na kutoa vitu vilivyokubaliwa wakati wa mazungumzo na kukabidhiwa bi harusi kwa njia ya sherehe. Sawa, nashukuru sana. Mimi langu ni kunarudisha tu shukrani, alafu wataomba tumalizia. Kitu ambacho ningependa kushukuru sana ni ukaribisho wenu, na pia Ann, hongera kwa kutuleta huko na kufanya tujue hii area ya Gata. Iko karibu na Maragwa. Nashukuru sana kwa sababu hamkusema Dorere ni shoka, mmetukaribisha. Mmetukaribisha kama mmoja wenu. Nashukuru mzee amesema mahali mtoto ameenda mpatie blessings, awe nini uzao mkubwa kule. Naamini ya kwamba Ann akienda awe blessing, awe baraka kwa wazazi hapa, na pia kwenye anaenda awe baraka. Wakati huu wote wanandoa walihakikisha kwamba mila zote mbili ziliheshimiwa, ingawa kwa desturi ya Kikuyu Ruracio huzingatia kikamilifu sheria zote za Kikuyu. Kuna yale mambo yanatakiwa kwanza, tulikaa chini kabla ya siku ya leo tukakubaliana tutaenda kwa mila zote mbili, mila za Wakikuyu na za jamii ya Mulembe Nation. Harusi hii ilitawaliwa na vyakula vya kitamaduni vya jamii zote mbili, nyimbo,
densi na nguo, jambo ambalo liliashiria mchanganyiko wa tamaduni mbili. Iko mambo mbili imefanyika. Ya kwanza ni kwamba sio watu wa race moja, wa jamii moja. Umejisikia msichana ameoleka, msichana ni wetu, lakini ameoleka kule kwa Waluhya. So kwa wakati wa leo tulikuja kushuhudia hiyo. Ni mara ya kwanza hao watu wa Kitale walikuwa wanakuja walikuja kujua boma ya msichana ambaye anaitwa Jerry anaenda. Wamefurahi sana, isipokuwa kidogo tu dosari iliingia kidogo, hatukujua. Sisi tunajua chakula yetu ni jahe na njogoo. Lakini tukakuja kuambiwa ama kuelezwa lazima ugali na kuku iwe. Inshallah yote tumeunganisha, tusiwache mila moja kando na ingine kando. Zaidi ya hayo, bwana harusi alivalia vazi la tamaduni ya Kikuyu ili kuonyesha heshima yake kwa jamii anayotarajia kutoa mke wake. Tuliambiwa vitu vingine ambavyo pengine upande wetu kama ukoo watu wa magharibi hatungeweza kuvifahamu. Maana waliposema wanataka rorasho, wakasema muratina, hiyo vitu vilikuwa changamoto kwetu kwa sababu hatujawahi na hatukujua vitaweza kutokea. Those things inakuja kama inashikana. So nimeona leo, siku ya leo, ile kitu sisi tunafanya na ile watu ya Mrembe wanafanya ni hali moja tu, maneno ndio tofauti. Kitu ingine ya mwisho kabisa ile nimejua imetuletea hiyo changamoto ni kwamba lazima ukiolewa na Muluhya kuwe na ugali kubwa na kuku mingi. Hiyo ni changamoto kubwa imetuletea, lakini tumeweza kukamilisha hiyo. Na baada ya kukamilisha sherehe hii nzima, wazee kutoka pande zote mbili walisisitiza umuhimu wa familia katika utamaduni za Kenya, wakitaka kukomeshwa kwa ukabila na chuki dhidi ya jamii fulani. Naamini ya kwamba jambo ambalo limefanyika siku ya leo limetokana hata katika Biblia, jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alisema kwamba anayepata mke anajipatia kitu kizuri. Hata hawa Waluhya leo wametuletea mahali ya kuonyesha kabisa wamechukua msichana yetu kwa upendo, sio kulazimishwa. Ni mapenzi ya Mungu na hawa wawili walipendana. Marriage hii ni kumaanisha kwamba hakuna mtu tofauti na mwingine. Awe ni Mkapa, awe ni Muluhya, awe ni Mjaluo, ingefaa watu waoane. Na ndio sasa hii ukabila mnasema ukabila haingekuwako. Haingekuwako. Sababu sasa ukabila imekuja sababu atimii Kikuyu mpaka niona Kikuyu. How? Sherehe hii ilijumuisha matukio sihaba za kitamaduni inayoashiria harusi za Wakenya halisi na chakula kingi, muziki na densi. Nikiripotia TV47, jina langu Laban Muhinda.